Alizuiwa kuingia Marekani na kukosa nafasi ya kusimamia kombe la dunia, lakini siku chache baadaye akapewa nafasi ambayo huenda ikabadilisha kabisa historia ya soka la Afrika. Huyu ni Omar Artan, mwamuzi mwenye umri wa miaka 34 kutoka Somalia. Tarehe 6 Juni, Artan alizuiwa kuingia Marekani kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Miami, jambo lilomfanya akose nafasi ya kufanya kazi katika kombe la dunia. Ilikuwa pigo kubwa kwake, hasa baada ya miaka mingi ya maandalizi na kazi kuelekea mashindano hayo. Lakini wakati mmoja mlango ulipofungwa, mwingine ukafunguka. Siku chache baadaye, UEFA ikamteua Omar Artan kusimamia UEFA Super Cup, mchezo unaowakutanisha mabingwa wa Champions League na Europa League. Na hapo ndipo historia ikaandikwa. Artan atakuwa mwamuzi wa kwanza asiye mzungu kusimamia UEFA Super Cup. Mchezo huu kati ya PSG na Aston Villa utachezwa Jumatano mjini Salzburg kule Austria. Artan amesema alipokea uteuzi huo akiwa na familia yake na wote walikuwa na furaha kubwa. Amesema pia jamii kubwa ya Wasomalia walioko Ulaya na Austria wamefurahishwa sana kumwona akipewa nafasi hiyo. Na jambo lingine la kuvutia ni kwamba Artan hatakuwa Mwafrika pekee katika timu ya waamuzi. Atasaidiwa na Liban Abdulrazak Ahmed kutoka Djibouti pamoja na Steven Onyango Yemba kutoka Kenya. Baada ya kukosa kombe la dunia, Artan hakukata tamaa. Aliendelea kusimamia mechi nchini Somalia na katika ligi kuu ya Kuwait, huku akiendelea kujiandaa. Kwa maneno yake mwenyewe, kipindi cha kuzuiwa kuingia Marekani kilikuwa kigumu sana, lakini sasa ana nafasi ya kujibu kwa vitendo. Alikosa kombe la dunia, lakini akapata nafasi ya kuingia kwenye historia ya UEFA. Na swali ni moja tu. Je, Omar Artan anaweza kutumia nafasi hii kuwa mwanzo wa safari kubwa zaidi kwa waamuzi wa Afrika kwenye soka la dunia? Mimi ni Ino TZA.